Naam, gazeti maarufu nchini Tanzania limefungiwa na serikali ya Samia Suluhu kwa muda huu mrefu baada tu ya kuchapisha taarifa kumhusu makamu wa rais Emmanuel Nchimbi na suala la kujiuzulu kutoka madarakani. Kabla ni kutaarifu ripoti hizi, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Sekta ya habari nchini Tanzania imekumbwa na tukio kubwa leo baada ya serikali kutangaza kusimamishwa kwa leseni ya uchapishaji na usambazaji wa gazeti la Mwanahalisi kwa muda wa miezi 6. Hatua hiyo ya kusimamishwa kazi inaanza leo tarehe 19 Agosti mwaka 2026 na inamaanisha kuwa gazeti hilo halitaruhusiwa kuchapisha au kusambaza maudhui yake katika kipindi hiki, ikiwemo kupitia mifumo ya kielektroniki na mitandao ya kijamii. Uamuzi huo umetangazwa na Idara ya Habari na Maelezo, ambayo imesema gazeti hilo la nchini lilikiuka masharti ya leseni yake ya uchapishaji kwa kushindwa kuzingatia matakwa ya sheria ya huduma za vyombo vya habari na kanuni zake. Kiini na sababu ya uamuzi huo wa serikali ya Samia ni habari iliyochapishwa katika toleo nambari 571 la gazeti hilo la Mwanahalisi na tarehe 6 hadi tarehe 12 Agosti mwaka 2026. Mbele ya gazeti hilo siku hiyo kulikuwa na chapisho lenye kichwa cha habari, Nchimbi agoma kujiuzulu. Gazeti hilo liliandika, na hii ndio makosa ambayo yamepelekea gazeti hiyo kuweza kufungiwa. Ripoti hiyo ilimhusu makamu wa rais Emmanuel Nchimbi na madai yanayohusu nafasi yake serikalini na madai ya yeye kugoma kujiuzulu. Kwa mujibu wa maelezo, habari hiyo haikukidhi viwango vinavyotakiwa vya usahihi na uwiano kabla ya kuchapishwa na kusambazwa kwa umma. Serikali inasema tatizo alikuwa kichwa cha habari chenyewe pekee. Maelezo ilibainisha kasoro kadhaa katika namna habari hiyo kumhusu Nchimbi ilivyowasilishwa kwa wananchi, ikiwemo matumizi ya picha ya waziri wa habari na utamaduni, sanaa na michezo Paul Christian Makonda, huku maelezo yaliyo chini ya picha hiyo yakimtaja kama makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Hitilafu hiyo ilikuwa moja ya mambo yaliyoangaziwa katika uamuzi wa serikali wa kufungia gazeti hilo. Hata hivyo, maelezo pia ilieleza wasiwasi mkubwa zaidi kuhusu maudhui na vichwa vya habari vya ripoti hiyo. Idara hiyo ilisema makala hayo yalikosa uwiano kwa sababu haikujumuisha majibu ya Emmanuel Nchimbi kuhusiana na madai kwamba alikuwa ametakiwa kujiuzulu kutoka nafasi ya makamu wa rais. Ripoti hiyo pia inadaiwa kutoa madai yanayomhusu Paul Makonda bila kunukuu maneno yake au kutoa ushahidi mwingine wa kuunga mkono madai hayo kutoka kwake moja kwa moja. Kwa maneno mengine, kwa mujibu wa serikali, gazeti hilo lilichapisha madai mazito ya kisiasa bila kuwapa watu husika fursa ya kutosha ya kujibu. Na jambo hilo ni muhimu hasa kwa sababu habari hiyo ilimhusu mmoja wa viongozi wa ngazi ya juu kabisa serikalini. Kichwa cha habari cha gazeti hilo lilionyesha kuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi alikuwa ametakiwa kuondoka katika nafasi yake ya ofisini, lakini alikataa. Serikali sasa imeweka wazi kuwa iliona taarifa hiyo ni nzito kiasi cha kuhitaji hatua kuchukuliwa dhidi ya chombo hicho cha habari. Hata hivyo, hii si mara ya kwanza kwa gazeti la Mwanahalisi kukabiliwa na ukosoaji kutoka kwa maelezo. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, gazeti hilo lilikuwa tayari limepokea onyo la maandishi mnamo tarehe 8 Mei mwaka 2026 kutokana na mapungufu kama hayo ya kiutendaji katika taaluma ya habari. Maelezo pia yalirejelea taarifa nyingine zilizochapishwa mapema mwaka huu. Miongoni mwa taarifa hizo ilikuwa ni habari ya mwezi Februari mwaka wa 2026 iliyokuwa na kichwa cha habari, Samia wa 2021 atakutana lini na Samia wa 2026. Idara hiyo pia ilitaja vichwa vya habari vilivyochapishwa katika toleo la gazeti hilo la tarehe 30 Aprili na hadi tarehe 6 Mei, ikiwemo kichwa cha habari kilichonukuliwa hivi, ICC haikwepeki, hawakuchongewa, na kichwa chingine cha habari cha gazeti hilo lililoandikwa watang'oka tu. Serikali inasema matukio haya yalikuwa sehemu ya mwenendo mpana zaidi uliozingatiwa wakati wa kufanya uamuzi wa kusimamisha leseni ya gazeti hilo. Muhimu zaidi, maelezo yanasema kuwa Mwanahalisi, gazeti hilo, lilipewa fursa ya kujibu kabla ya uamuzi huo kufanywa. Gazeti hilo liliruhusiwa kutoa maelezo ya maandishi
kuhusiana na madai hayo. Hata hivyo, kulingana na Wizara ya Habari, maelezo yaliyotolewa hayakuondoa wajibu wa gazeti hilo kuzingatia viwango vya taaluma ya uandishi wa habari na matakwa ya sheria. Kwa hivyo idara hiyo ilihitimisha kuwa hatua zaidi zilikuwa za lazima. Hatua hiyo ya kusimamishwa imechukuliwa chini ya kifungu cha 9B cha Sheria ya Huduma za Vyombo vya Habari ya Tanzania sura ya 229, na kusimamishwa huko hakuhusu tu gazeti la kawaida la kuchapishwa. Hata hivyo, wizara hiyo inasema Mwanahalisi pia imepigwa marufuku kuzalisha na kusambaza gazeti hilo kwa njia ya kielektroniki au mtandaoni katika kipindi chote cha miezi 6 ya kusimamishwa kwake. Hiyo inamaanisha kwa kizuizi hicho hakihusu tu nakala zilizochapishwa bali pia matoleo ya kidijitali ya chapisho hilo. Kwa gazeti linalofanya kazi katika mazingira ya kisasa ya vyombo vya habari, hiyo ni sehemu muhimu ya uamuzi huo. Hata hivyo, serikali haijafunga njia zote za kisheria zinazopatikana kwa Mwanahalisi. Gazeti hilo lina haki ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo kwa waziri mwenye dhamana ya habari ndani ya siku 30 kuanzia tarehe ya uamuzi huo. Kwa hivyo, ingawa kusimamishwa huko kunaanza kutekelezwa mara moja, gazeti hilo bado lina njia rasmi ya kupinga uamuzi wa serikali. Hatua hiyo ina uwezekano wa kuzua mjadala mkubwa kwa sababu Mwanahalisi ni mojawapo ya magazeti yanayojulikana sana nchini Tanzania na mara nyingi limechapisha habari nyeti za kisiasa. Hata hivyo, utata wa papo hapo unahusu madai yanayohusisha makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Msimamo wa serikali ni kwamba gazeti hilo lilishindwa kutimiza matakwa ya msingi ya usahihi na uwiano wakati wa kuripoti madai hayo. Swali muhimu sasa ni iwapo gazeti la Mwanahalisi itapinga uamuzi huo wa kusimamishwa kwa miezi 6, na ikifanya hivyo ni hoja zipi zitakazowasilishwa katika rufaa yake. Pia kuna taarifa nyingine kuhusu sekta ya habari iliyomo katika taarifa hiyo hiyo ya serikali. Wizara inasema imeliandikia barua gazeti la Jamvi la Habari likilitaka kuhudhuria kikao na kutoa maelezo ya maandishi kuhusu maudhui yaliyochapishwa katika matoleo yake ya tarehe 15 na 17 Agosti mwaka 2026. Idara hiyo inasema baadhi ya maudhui hayo yanaweza kuwa yalikosa kukidhi wajibu uliowekwa kwa vyombo vya habari chini ya sheria na kanuni husika. Hii ina maana kwamba hatua iliyochukuliwa dhidi ya gazeti la Mwanahalisi si lazima iwe ni onyo la pekee kwa chombo hicho cha habari pekee. Hata hivyo, wizara hiyo ya habari imetumia tangazo hilo hilo kuwakumbusha wamiliki wa vyombo vya habari kote nchini Tanzania kuwa wanatarajiwa kuzingatia sheria ya huduma za vyombo vya habari pamoja na wajibu wa kitaaluma uliowekwa chini ya sheria hiyo. Idara hiyo pia imetoa onyo kwa mashirika ya habari dhidi ya kukiuka matakwa hayo. Hata hivyo, kwa gazeti la Mwanahalisi hali halisi ya sasa iko wazi. Kuanzia leo, leseni ya gazeti hilo imesimamishwa kwa muda wa miezi 6. Uamuzi huo unafuatiliwa ripoti kuhusu madai kwamba makamu wa rais Emmanuel Nchimbi aliombwa kujiuzulu na akakataa. Serikali ilisema habari hiyo ilikuwa na makosa na si kweli, ilikosa uwiano na ilijumuisha utambulisho usio sahihi wa picha iliyomhusisha Waziri Paul Makonda. Wizara hiyo inasema kuwa gazeti hilo lilikuwa limeshapewa onyo mapema mwaka huu na kwamba matatizo ya mara kwa mara yalichangia uamuzi wa kusimamisha leseni zake. Sasa hatua inayofuata iko mikononi mwa gazeti hilo la Mwanahalisi. Gazeti hilo linaweza kukata rufaa ndani ya siku 30 huku kusimamishwa huko kukiendelea kutekelezwa isipokuwa uamuzi huo ubadilishwe kupitia utaratibu unaofaa. Na kadiri suala hili linavyoendelea sasa, macho yataelekezwa kwenye majibu ya gazeti hilo na iwapo litapinga uamuzi wa serikali au kukubali kusimamishwa huko kwa miezi 6. Kwa sasa sekta ya habari nchini Tanzania inakabiliwa na wakati mgumu, wakati mwingine muhimu, huku serikali ikisisitiza kuwa hatua hiyo inatokana na matakwa ya kisheria na kitaaluma, wakati ambapo kusimamishwa kwa chapisho maarufu hakika kutachochea kuendelea kwa mjadala kuhusu udhibiti wa vyombo vya habari na uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Nijuze mtazamo au maoni yako upande wa maoni, vile like video hii kisha subscribe.